Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, nitakayekupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitakujuza ambaye atakuja kukupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote, basi tupate muktasari ya miongoni mwa machache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Rais Dr. Mwinyi azitaka taasisi za elimu ya juu kuibua na kutekeleza mitaala inayojali maslahi mapana ya taifa. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Nsimbo apewa siku 14 kuhakikisha hospitali ya wilaya hiyo inatoa huduma za upasuaji kwa wanawake. Na katika rubaa kimataifa, raia wa Kenya wapatao 18 waliojiunga kupigana vita vya Urusi na Ukraine warejea na kupokelewa na familia zao. Naam, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari, ni ukumbushe tu mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia app ile ya Azam Max, tunapatikana huko. Tuanze safari ya kapu la habari tukianzia huko mkoani Katavi. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko amemtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Nsimbo kuhakikisha ndani ya siku 14 hospitali ya wilaya hiyo inatoa huduma za upasuaji kwa wanawake. Nuhu Stima anakuja na undani wa taarifa hii. Agizo hilo amelitoa katika mwendelezo wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo ili kuhakikisha huduma muhimu za kijamii kwenye sekta za afya, elimu na miundombinu zinapatikana kwa wakati na ubora unaostahili. Fedha zimeshatolewa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba. Fedha zimeshatolewa kwa ajili ya ukamilishaji wa kila kipengele kinachohusiana na majengo haya, na hasa jengo la upasuaji, jengo la wakina mama. Sasa kwa kuwa hii ndio kipaumbele na ndio malalamiko yaliopo, mkurugenzi ni kuagiza katika siku 14 zinazokuja kuanzia leo, hakikisha huduma za upasuaji zimeanza kutolewa kwenye hospitali hii. Yaani haipo sababu yoyote itakayoeleweka kwa nini huduma hizo zisitolewe. Tumeingia kule ndani, tumekagua, tumeona vifaa vyote vipo, na nimemuuliza DMO nini kimebaki. Akaniambia imebaki maji na umeme. Hizo sio sababu za kufanya wananchi wakose hii huduma, kwa sababu ni vitu ambavyo viko ndani ya nini? Ya uwezo wenu. Lakini pia fedha mmeshapata. Tayari kiasi cha shilingi milioni 400 zimepokelewa na halmashauri ya wilaya ya Nsimbo kwa ajili ya uzalishaji wa ujenzi wa majengo ya utawala, jengo la wazazi, jengo la kufulia na jengo la bohari ya dawa katika hospitali ya wilaya hiyo. Fedha iliyokwisha kutumika hadi kufikia tarehe 11 mwezi wa 12, jumla ilikopo ni shilingi milioni 378 367,892.9 ambayo imekwisha kutumika katika kununua vifaa vya ujenzi pamoja na kuwalipa mafundi katika shughuli hizo. Fedha iliyobaki ni shilingi milioni 12,632,107.1 ambayo itatumika kumlipa mzabuni aliyotoa huduma ya utengenezaji wa milango katika jengo la mama na mtoto na jengo la bohari ya dawa. Aidha, katika ziara yake, RC Mrindoko amekagua ujenzi wa bwalo katika shule ya sekondari ya wasichana Katavi, ambapo ameagiza hadi ifikapo Januari 31, 2025 liwe limeshakamilika. Kamilisheni hili jengo tarehe 31 Januari, hili bwalo.
Lakini nayo majengo mengine hatua zake, lile lililoko kwenye jamvi, hilo lililoko kwenye hatua ya sijui boma na nini, lingine liko hatua ya finishing, ongezeni usimamizi ili kuhakikisha kwamba miradi yote inakwenda kasi. Kazi zifanyike usiku na mchana ili kuona kwamba huu muda mfupi uliobaki kufikia Januari katikati, basi kazi kubwa hiyo imeshafanyika. Shule yetu imepokea fedha kutoka SEQUIP kwa ajili ya ujenzi wa shule. Awamu ya kwanza tulipokea shilingi bilioni 3, ilikuwa ni Juni mwaka 2023. Awamu ya pili tulipokea shilingi bilioni 1 na milioni 100, ilikuwa ni shilingi tarehe 22 mwezi wa 8. Awamu ya tatu tarehe 31 mwezi wa 8 tulipokea shilingi milioni 350. Na awamu ya 4 tulipokea shilingi milioni 166,852,502 kutoka fedha za mapato ya ndani. Pamoja na hayo, RC Mrindoko ameendelea kuhimiza wazazi na walezi kuhakikisha wanapeleka watoto wao shuleni ifikapo Januari 13, 2025, siku ya ufunguzi wa shule. Naam, tukielekea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu ambako Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema taasisi za elimu ya juu zina mchango mkubwa katika kukuza sekta ya elimu na kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi, maarifa na weledi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Hilali Sefuriami anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo wakati alipokuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 23 ya Chuo Kikuu cha Zanzibar ZUU yaliyofanyika katika viwanja vya chuo hicho Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za elimu ili kuzalisha watakaosaidia kuongeza nguvu katika safari ya maendeleo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira bora ya kukuza elimu na kuhakikisha kuwa vyuo vyetu vinaimarika na kuwa na vifaa bora na vya kisasa pamoja na vitendea kazi ili kuviwezesha kuandaa vyema wahitimu wetu ambao ni nguvu kazi ya taifa. Natoa shukrani za dhati kwa Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kuanzisha shahada ya uzamivu ya usimamizi wa biashara na shahada ya uzamivu wa sheria, shahada ya uzamili ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, shahada ya uzamili ya sayansi katika uhandisi wa mifumo ya kompyuta, shahada ya sanaa na elimu na stashahada ya kompyuta katika sayansi ya data. Ni dhahiri kwamba uanzishaji wa programu hizi katika Chuo Kikuu cha Zanzibar kutapanua wigo wa kielimu kwa vijana wa Tanzania. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesisitiza kuendeleza ushirikiano uliopo baina ya vyuo vya serikali na binafsi kwa kuibua na kuendeleza sera mbalimbali za uchumi wa buluu na kutoa fursa za ajira kwa vijana. Vyuo vikuu vya serikali na vya binafsi pamoja na taasisi nyingine za kitaaluma vina mchango mkubwa katika kuimarisha nguvu kazi katika sekta zote nchini. Kipekee nazishukuru kwa dhati taasisi za kitaaluma za ndani ya nchi kikiwemo Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kuungana na serikali katika kuibua, kuendeleza na kusimamia sera na programu za uchumi wa bluu na teknolojia ya habari na mawasiliano. Ushirikiano huu umeendelea kuimarisha misingi ya uchumi wa bluu na uchumi wa kidijitali, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuvutia uwekezaji na kusaidia kulinda rasilimali zetu za bahari kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Mwinyi ametoa pongezi kwa watendaji wa Chuo Kikuu cha Zanzibar ZUU kwa kuendelea kuboresha mitaala ya elimu inayojali maslahi mapana ya taifa. Napenda nichukue fursa hii kuupongeza kwa dhati uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, baraza la wadhamini, wahadhiri, watumishi na wadau wote wa chuo kwa jitihada zao za kuboresha ubora wa elimu, kuimarisha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia na kuendelea kulea kizazi cha vijana wenye weledi, maadili mema na uzalendo kwa taifa lao. Hongereni sana kwa mafanikio haya. Naam, shukrani sana kwa masimulizi ya taarifa hiyo Hilali Sefuriami kutokea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Tabora ambako serikali imewakutanisha na kuanoa maafisa tehama na elimu ngazi ya halmashauri na mikoa yote nchini mkoani Tabora
kuwapa mbinu za kutumia mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa taarifa za shule SIS utakaosaidia kudhibiti utoro, mdondoko wa wanafunzi pamoja na taarifa nyingine kwa kukusanya taarifa sahihi na mwenendo wao wa kitaaluma. Kutoka huko mkoani Tabora, Saidi Othman Kapalila anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Maafisa hao watanolewa kwa muda wa siku 4 hapa mkoani Tabora juu ya matumizi ya mfumo huo unaotaraji kuanza kutumika katika muhula mpya wa masomo wa mwaka 2026, ambapo nje ya zoezi hilo wameeleza namna ambavyo mfumo huu utakavyodhibiti utoro na mdondoko wa wanafunzi pamoja na utolewaji wa taarifa zingine za kitaaluma. Na uzuri zaidi huu mfumo unaenda kutoa message kwa wazazi wale ambao ni watoro. Mtoto akikaa wiki nzima haipo shuleni, tayari message, kuna mfumo unajisynchronize, unatuma message kwa wazazi wao kama mwanao hayupo shuleni siku 5. Tafuta zamani wazazi au mwalimu anaandika barua kwa mzazi kama ni mtoro, lakini huu mfumo unaenda kutengeneza namna kutuma zile message kama za kwenye mfumo. Unashangaa message tu imeingia tap, kumbe mwanao ni mtoro. Kisoma hivi tayari unasema mwanangu wewe ni mtoro, nenda shuleni. Taarifa nyingi zilikuwa hazina usahihi, kwa maana kwamba taarifa ikiombwa wiki moja, baada ya wiki 2 ukaomba hiyo taarifa moja, kulikuwa na utofauti wa takwimu. Kwa hiyo ina maana huu mfumo sasa hivi umerahisisha, unapoingiza tu taarifa kwa wakati mmoja, hiyo taarifa itatumika mpaka pale utakapokuja kuhuisha hizo taarifa. Kwa hiyo ina maana pande zote mbili tutapata taarifa zilizo sahihi ukilinganisha na zamani ambapo taarifa zilikuwa zikitofautiana. Kwa upande wake, msimamizi wa mfumo huo Ruben Swira na mkurugenzi wa TEHAMA kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Eric Kitali wameeleza utayari wao kuhakikisha mfumo huo unatumika, huku wakiambatanisha na faida zake. Na lengo la mafunzo haya ni kuwezesha sasa upatikanaji wa takwimu sahihi na taarifa sahihi za shule kwa wakati sahihi katika shule zote Tanzania bara. Tunachokifanya ni kwamba tunapata takwimu ambazo mahudhurio ya mtoto ya kila siku yanarekodiwa au yanaingizwa vizuri kwenye mfumo huu. Na moja kati ya faida tunayopata kwenye eneo hili, ile taarifa inaenda kwenye ngazi zote mpaka hata inafikia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Akizungumza na maafisa hao, naibu katibu mkuu ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI eneo la elimu Atupele Mwambene ametoa maelekezo kwa maafisa hao. Utaanza rasmi mwaka wa masomo 2026. Lakini moja ya eneo ambalo tunapambana nalo sana ni mdondoko wa wanafunzi. Tukisimamia vyema ujazaji wa taarifa katika mfumo wa SIS, tunaweza kuwatambua watoto ambao wana viashiria vya mdondoko mapema sana na kuwabakisha katika mfumo wa elimu. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, shukrani sana kwa masimulizi ya taarifa hiyo Saidi Othman Kapalila kutokea huko mkoani Tabora. Mtazamaji, tuelekee huko mkoani Kigoma nako ambako halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji imepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kwa mwaka kutoka shilingi milioni 450 kwa mwaka zilizokuwa zikusanywa hapo awali kabla ya ujenzi wa soko jipya la Mwanga. Rajabu Shaban Matuga anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Akizungumza katika ziara ya waandishi wa habari kutembelea miradi inayotekelezwa katika manispaa Kigoma Ujiji, mkurugenzi wa manispaa hiyo Kisena Mabuba amesema kukamilika kwa ujenzi wa soko la Mwanga kutainua kwa kiasi kikubwa ukusanyaji wa mapato. Mradi huu unaenda kuinua mapato ya ndani ya manispaa. Kwa mwaka mmoja, wakati wafanyabiashara wale waliokuwepo kwa vibanda vilivyokuwepo, tulikuwa tunakusanya kwa takriban milioni 450 kwa mwaka. Lakini hapa tunaenda kukusanya bilioni 1.2. Kwa hiyo itakuwa na ongezeko kubwa sana la mapato ndani ya manispaa yetu. Kwa hiyo kumalizika kwa mradi huu itakuwa ni juhudi za serikali kuzifanya manispaa ziweze kujitegemea, kwa sababu mradi huu ni mradi ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia, lakini kwa sababu serikali iliamua kuleta mradi huu ndani ya manispaa yetu. Na lengo kubwa ni kuzifanya manispaa ziweze kujitegemea. Kwa hiyo sisi ukusanyaji wa mapato hapa, ongezeko hilo tutaendelea kufanya manispaa yetu iendelee kusimama katika ukusanyaji wa mapato. Ujenzi wa soko hilo unajumuisha uwepo wa miundombinu ya vibanda vya wafanyabiashara wakubwa na wadogo, vizimba, migahawa, ofisi za viongozi wa wafanyabiashara, kituo cha polisi, maegesho ya magari na eneo la malezi kwa ajili ya kunyonyeshea watoto. Na serikali imewekeza kwa miradi mikubwa ambayo inatekelezwa sasa hivi ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, hususan katika manispaa yetu ya Kigoma. Tunapoingia ndani ya mji wetu na manispaa yetu utakutana na hili jengo. Utaliona na litakuwa ni jengo ambalo litakuwa linavutia kiasi kwamba litaendelea, litakuwa ni sehemu ya pambo ya mji.
kama miji mingine inayoendelea, basi na sisi tunajivunia kuwepo kwa jengo hili. Natoa wito kwa wawekezaji wengine waje waangalie fursa ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Kila kitu ambacho kilichokuwa kinatakikana kwa mwekezaji kipo. Aidha, mkurugenzi mtendaji wa manispaa Kigoma Ujiji Kisena Mabuba amesema wafanyabiashara wa awali kabla ya kuvunjwa kwa soko la Mwanga watapewa kipaumbele kupata vibanda na vizimba pindi soko hilo litakapokamilika, na vibanda vitakavyobaki vitatangazwa kwa watu wote kupitia mfumo wa tausi. Naam, shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo Rajabu Shaban Matuga kutokea huko mkoani Kigoma. Mtazamaji, tuelekee tena huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, ambako Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar imesema itaendelea kufanya ziara mbalimbali za kushtukiza ili kubaini ubadhirifu unaofanywa na baadhi ya watu kwa maslahi yao binafsi kinyume na sheria na taratibu, hali inayopelekea kuwa na kikwazo cha maendeleo nchini. Nuhu Stima anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Nadir Abdul Latif, baada ya kufanya ziara za kushtukiza na kubaini ubadhirifu mkubwa katika machimbo unaofanywa na baadhi ya watu, ikiwemo wamiliki wa machimbo hayo na wamiliki wa magari. Baada ya kufanya ziara ya kushtukiza ambazo tumezipanga ili kwenda kusimamia mapato ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, tumegundua kwenye maeneo ya nishati watu wanaiba vibali, wanaibia serikali, wanafanya magendo, na hivi juzi tumefanya ziara za kushtukiza, na zoezi hili ni waahidi wananchi wote wa Zanzibar kwamba litaendelea kwa muda wa miaka 5 mpaka tutapomaliza awamu hii. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ziara hizi zitafanyika za kushtukiza asubuhi, mchana, jioni, usiku, bila ya kuona tabu na kwenye maeneo tofauti, na tumejipanga vya kutosha. Katika kukomesha tabia ya kuihujumu serikali, Waziri Nadir Abdul Latif ameelezea baadhi ya hatua kali za kisheria zinazochukuliwa kwa watu watakaobainika kufanya vitendo vya kuhujumu mali za serikali. Gari ya tani 5 faini yake $3,200,000 tutapoikamata, ambao wamechukua mchanga, kifusi, kokoto bila kibali au nje ya muda uliopangwa, pamoja na kuipiga faini $3,250,000. Gari ya tani 5 kuifungia si chini ya miezi 3, lakini pia kifungo ikibidi cha miezi 6 isiyozidi. Kwa gari ya tani 10 faini $6,500,000 tutaifungia kwa muda wa miezi 3 gari, lakini pia na kifungo kisichopungua miezi 6. Gari ya tani 20 faini yake itakuwa $13,000,000 na kifungo kisichopungua miezi 6, lakini gari pia tutaifungia kwa miezi 3. Aidha, Waziri Nadir Abdul Latif amewaonya wananchi kuacha kujihusisha na vitendo vya kuhujumu mapato ya serikali na kuahidi kuwachukulia hatua kali wamiliki wa mashimo ya mchanga na kokoto wanaokiuka sheria na utaratibu waliopangiwa. Niombe wananchi wote, wamiliki wote wa magari, wawache tabia ya kuibia serikali mapato yake na wafate sheria na taratibu ili waweze kufanya kazi zao kwa usalama na amani. Niwaahidi, mimi na timu yangu tumejipanga vya kutosha. Hatutotishika wala kumwogopa mtu yote kumchukulia hatua kali za kisheria za nchi, na tutakayemkamata, na tumeshaanza kukamata na mmeona wenyewe, mtaona kwenye mazungumzo yetu na picha zitakuwa zinapita. Magari tumeshakamata ya viongozi tofauti, watu maarufu tofauti, na wote tutawachukulia hatua za kisheria. Lakini pili, ambao wanauza vifusi vyao, kokoto zao, mchanga wao kinyume na muda waliopewa au bila kibali, mashimo hayo tutayafungia yote kwa wale wote ambao watakuwa wanaenda kinyume na sheria ambazo tumeziweka. Naam, shukrani sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Na mtazamaji, tunasalia huko kisiwani Unguja, ambako wazazi na walezi visiwani Zanzibar wenye watoto walio na changamoto ya mdomo ama mdomo sungura wamehimizwa kufika katika kambi ya matibabu ya bure inayoendeshwa na taasisi ya The Same Quality ya jijini Arusha katika hospitali ya Lumumba mjini Zanzibar. Kwa mara nyingine tena, Hilali Sefuriami anakuja na masimulizi ya taarifa. Akizungumzia maendeleo ya kambi hiyo iliyoanza Jumatatu Desemba 15 hadi Jumaa Desemba 19 mwaka huu, daktari bingwa wa upasuaji na marekebisho ya mdomo wazi Dr. Samuel Seseja amewasisitiza wazazi na walezi wenye watoto walio na tatizo hilo kufika hospitali ya Lumumba kuwapatia matibabu yanayotolewa bila malipo.
na kwa siku ya leo tumepanga kufanyia watoto 4 ambao tuliwalaza siku ya jana, na tayari tumekwisha anza. Mgonjwa mmoja tayari tumekwisha maliza, na sasa anaingia mgonjwa mwingine. Natoa wito kwa watu wa Unguja na Pemba kujitokeza kwa wingi, ya walio na watoto wenye changamoto ya midomo wazi au midomo sungura, kujitokeza kwa ajili ya matibabu haya ambayo yanafadhiliwa na shirika la The Same Qualities Foundation ambalo limekuwa likifanya kazi hii kwa muda mrefu katika visiwa hivi vya Unguja. Niwakaribishe sana kwenye kambi hii. Matibabu haya ni bure. Kwa takribani miaka 10 taasisi ya The Same Quality kwa kushirikiana na Wizara ya Afya Zanzibar wanafanya kazi hiyo katika hospitali za Unguja na Pemba, ikiwemo Abdallah Mzee mkoani na Mnazi Mmoja. Lengo la matibabu haya ni kurejesha tabasamu kwa watoto ambao wamezaliwa na changamoto ya midomo wazi, ambao kimsingi imekuwa ikileta unyanyapaa kwa ndugu, majirani na hata wazazi. Saa nyingine wanawaficha watoto kwa kuogopa kuwaweka wazi kwa sababu ya changamoto walizozaliwa nayo. Kwa wito ni kwamba walio na watoto wenye changamoto hizi, matibabu yapo, wawalete kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma ili waweze kupata matibabu haya. Lakini matibabu yanapokamilika, watoto wanarejea kwenye hali ya kawaida, hali ya unyanyapaa na kutokujiamini inarejeshwa na watoto wanaendelea na maisha kama kawaida. Mmoja wa wazazi waliofika kupatiwa huduma kwa mtoto wake Bi Mariam Ali Omar, mbali na kushukuru kwa matibabu waliopata, ameeleza changamoto walizokuwa akipitia mtoto wake hapo awali. Na shida nyingine ndo hanyonyi, kwa sababu ndo ana uwazi, hawezi kunyonya. Lakini chupa anaweza kuvuta. Yaani akinyonya unataka, kuna style ya kumweka, sio kama unamweka tu. Yaani kumlaza kama hivi alafu kamnyonyesha. Ukimweka kama hivi alafu kamnyonyesha vinatoka puani. Kwa kama unataka kumnyonyesha umnyanyue hivi kidogo. Na akimaliza kula vile hatakiwi yalale, unapomweka hapa begani. Ukimlaza hapo kwa mfano ushamlisha chakula kama mfano uji au maziwa, halafu ukamlaza hapo muda huo vinatoka puani. Naam, shukrani sana Hilary Sefu Liami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Na taarifa hiyo, mtazamaji, inatufanya kuweka utuo wa kapu la habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasa wa kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni ule muda sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari, na kwa wewe ambaye pengine ndio kwanza unaungana nami, hili ni kapu la habari na hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Kasim Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa.
Raia wa Kenya wapatao 18 waliokuwa wamejiunga na Ukraine kwenye mstari wa mbele kupigania Urusi wamerejea nyumbani huku wakikaribishwa na familia zao kwa shangwe. Wawili wamerejea nyakati tofauti, ambapo baadhi yao wana majeraha ambayo yaliwapata walipokuwa wakipigana huko Ukraine, na waliorejea nchini Kenya kutoka Ukraine wengi wao wana umri wa miaka kati ya 20 hadi 30. Raia hao ni miongoni mwa 84 waliotafuta msaada wa kurejeshwa nyumbani katika ubalozi wa Kenya ulioko Moscow. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni iliyoongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi imebatilisha leseni za makampuni 600 zilizokuwa haziafiki kanuni ambazo zinadaiwa kuwalaghai wa Kenya kujiunga na vikosi vya Urusi. Mapema mwezi huu, waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi alisema baadhi ya Wakenya wanaopigania Urusi ni wanachama wa zamani wa jeshi la Kenya, huku ikikadiriwa kuwa mitandao ya kuajiri bado inafanya kazi nchini Kenya na Urusi, ambapo ubalozi wa Kenya huko Moscow umeripoti majeraha miongoni mwa raia wa Kenya na wengine ambao wamekwama nchini Urusi. Kwingineko, duru za habari ndani ya Sudan Disemba 16, 2025 zimearifu kuwa takriban raia 2000 wameacha makazi yao katika mji wa Heglig wa magharibi mwa Sudan huko Kordofan Magharibi baada ya safari ngumu ya siku 9 ya kuhama makazi yao kufuatia kutekwa mji huo na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF. Kamaruddin Mohamed, gavana wa jimbo la White Nile, ameeleza kuwa wakimbizi 1850 wamewasili katika mji wa Kosti wakitokea Kordofan Magharibi, huku kamishna wa misaada ya kibinadamu katika jimbo la White Nile, Lamia Ahmed Abdullah, amesema kuwa taasisi za taifa, makundi ya kiraia na wafadhili wa ndani wameanza kutoa msaada wa chakula, malazi na huduma za matibabu kwa raia waliokimbia makazi yao. Wimbi jipya la raia kuhama makazi yao linashuhudiwa baada ya kikosi cha RSF kudhibiti mji wa Heglig na kisima chake cha mafuta wiki iliyopita. Majimbo matatu ya Kordofan kaskazini, magharibi na kusini yameshuhudia mapigano makali ya wiki kadhaa kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF na kusababisha makumi ya maelfu ya watu kukimbia na kukwepa mapigano. Wanamgambo wa RSF wanadhibiti majimbo yote 5 ya eneo la Darfur Magharibi isipokuwa baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa Darfur ambayo yamesalia chini ya udhibiti wa jeshi kati ya majimbo 18 ya Sudan. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, wakuu wa nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ambao wamekutana huko Abuja, mji mkuu wa Nigeria, wamelaani wimbi la mapinduzi ya kijeshi katika eneo hilo na kukubaliana kuunda kikosi cha pamoja na kuchukua hatua za mapema za kukomesha mapinduzi na ukosefu wa usalama. Katika mkutano huo, nchi wanachama wa ECOWAS zimekubaliana kuelekea kwenye kuchukua hatua za kuzuia migogoro kama vile hatua za mapema za kijeshi na uingiliaji kati wa kidiplomasia badala ya kuchukua hatua baada ya tukio kama kuweka vikwazo. Pia wameelezea masikitiko yao na ukosefu wa usalama katika eneo hilo na wamekubali kuchukua hatua za pamoja za kushughulikia vitisho hivyo. Inaelezwa kuwa mojawapo ya sababu kuu za mapinduzi ya kijeshi Afrika Magharibi ni udhaifu wa serikali za kidemokrasia na taasisi za serikali, huku nchi nyingi katika eneo hilo zinakabiliwa na matatizo ya kiuchumi, ufisadi na kutoweza kutoa huduma za kutosha za umma. Taasisi za serikali katika nchi mbalimbali za magharibi mwa Afrika, ikiwa ni pamoja na Guinea, Bissau, Mali na Niger, zimeshindwa kukidhi matarajio ya watu na kudhibiti migogoro ya kiuchumi na kijamii, suala ambalo limesababisha hali ya kutoridhika kwa miongoni mwa umma na hata katika baadhi ya vikosi vya jeshi, jambo ambalo limechochea mapinduzi mengi. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Al-Akh Nuh Kasim Stima kwa masimulizi ya habari hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa taarifa hizo zinanifanya mimi sasa kufika tamati ya kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha, tujikumbushe miongoni mwa machache ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Rais Dr. Mwinyi azitaka taasisi za elimu ya juu kuibua na kutekeleza mitaala inayojali maslahi mapana ya taifa. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Nsimbo apewa siku 14 kuhakikisha hospitali ya wilaya hiyo inatoa huduma za upasuaji kwa wanawake.
Na katika rubaa kimataifa, raia wa Kenya wapatao 18 waliojiunga kupigana vita vya Urusi na Ukraine warejea na kupokelewa na familia zao. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya nilikupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kassim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote aliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kabla nikuage, nikukumbushe tu kwamba subira ndiyo ufunguo wa milango mizito, na asiyevumilia basi hujikuta amepotea njia. Kwa hiyo tuzingatie sana kuwa na subira, kwa sababu ndiyo nguzo muhimu sana ambayo inaweza kuleta mafanikio. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Utabiri wa Hali ya Hewa Tanzania TNA. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania, kuwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, mikoa iliyopo katikati mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kuna hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro kuna hali ya mvua katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, huku hali ya joto ikionekana kupungua kwa kiasi ukilinganisha na siku chache zilizopita kufikia nyuzi joto 33 katika mkoa wa Kilimanjaro, ikiwa ni kiwango cha juu ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na viashiria vya mvua vinaonekana kutawanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi, zaidi vinaonekana kuimarika katika maeneo ya magharibi mwa nchi kuelekea sehemu za kusini mwa nchi, huku Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Singida, Rukwa, Mbeya, Songwe pamoja na pwani ya kusini. Ni vyema mkazi wa maeneo hayo kuwa makini na angalizo hilo. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Singida, mkoa wa Rukwa, Mbeya, Songwe pamoja na pwani ya kusini kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki kuna hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, na sehemu nyingine za nchi zilizosalia zikitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua nyepesi. Mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua nyepesi. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na hali ya mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.